Kasema tu title ya somo inatusaidia kujua kwamba kumbe kibali kinaweza kufunguliwa, kibali kinaweza kufungwa pia. Kama kuna funguo, maana yake kuna kufunga na kufungua. Na tukasema sasa, kwa sababu hiyo, kwa msingi wa zile kanuni tunazojifunza kwa habari ya kibali, ni wazi sasa kwamba kibali kinaweza kutengenezwa. Na iko namna ya kutengeneza kibali ambayo tutajifunza, na jana tulianza kujifunza, na tukasema namna ile ni kubaki, ni kukaa katika yale mambo ambayo tulianza kuyazungumzia siku ya jana. Niliyagusia kwa uchache, na leo nitajaribu kukupeleka mbali zaidi kutoka kwenye yale mambo ambayo tulianza kuzungumza. Kwa hiyo tuliangalia funguo tatu za kibali. Tukasema kwanza, funguo ya kwanza ni unajua nini. Kile unachokijua kitaamua kibali chako. Ulimwengu tulionao unathamini sana watu wanaojua. Watu wenye nafasi kwenye mioyo ya watu ni watu wanaojua. Kwa hiyo unajua nini inaweza ikafungua kibali chako. Jambo la pili ambalo tuliangalia, tukasema, na hili tutaliangalia kesho kwa neema ya Mungu, umebobea kiasi gani katika hicho unachokijua ama unachokifanya. Kwa utagundua katika pointi hiyo ya pili tutajifunza na kuangalia mambo makubwa matatu: ubobevu, thamani na ubora. Ubobevu, thamani na ubora. Watu huwa hawanunui huduma ama bidhaa yoyote tu inayouzwa. Mara nyingi thamani ya huduma au bidhaa inayouzwa huwa ni ubora, na hata thamani sio tu ya kile kitu chenyewe kinachouzwa, lakini pia thamani na ubora wa muuzaji. Na utagundua watu huwa wananunua majina, wananunua majina ya wauzaji na sio vitu vinavyouzwa. Kinachonunuliwa ni majina. Ndio unaona sasa kitu ni kile kile tu. Lakini kwa sababu kina jina la mtu ambaye amekuwepo kwenye soko muda mrefu na anazalisha vitu vilivyo bora, kinaweza kikauzwa kwa gharama kubwa mno kuliko kingine. Juzi hapa nilikuwa naangalia video clip moja. Yule mtu aliweka aina fulani ya vinanda, aliweka kimoja mkono wa kushoto, kimoja mkono wa kulia. Akawa anawaambia watazamaji wake kwamba yani ni ajabu kwamba kiasi cha pesa kilichoongezeka kutoka kwenye hichi kinanda cha kwanza ili tununue hiki cha pili, yani hakizungumzii utofauti wa namna kinanda kilivyoundwa kile kingine, kwa sababu ni toleo moja, yani ni kinanda cha kampuni moja lakini matoleo tofauti. Asema yani ni kwamba tumelipia, alichokizungumza kwa kifupi akasema tumelipia rangi tu. Tunaelewa vizuri? Tumelipia rangi tu, kwa sababu hiyo vinanda vya toleo lingine sasa vimekuja na rangi nyingine, vina wekundu upande fulani hivi, alafu vile vingine vina weusi. Kwa akasema mkitaka kuamini kwamba ni kitu kile kile, akawa anajaribu kuweka sauti, toni ya kinanda cha huku na toni ya kinanda cha huku vyote vinafanana. Akipiga kwa pamoja huwezi kuona tofauti. Kila anachokifanya cha huku na cha huku ni sawa, hamna hata utofauti. Nini ambacho kimeongeza? Na vilivyotolewa vile vinanda vingine vipya vile, watu wengi walikimbilia sana kwenda kununua, pasipo kujua kwamba walichoenda kununua kwa gharama kubwa ni ile rangi tu. Yani hamna tofauti kati ya kinanda kile na kingine. Ndivyo ilivyo hata bidhaa nyingi tunazozinunua, simu, sijui na nini, anakuja matoleo mengine mapya, unakuta vitu vilivyobadilika ni vichache mno. Lakini tunanunua kwa gharama kubwa, sio kwa sababu ya kile tunachokinunua, ni kwa sababu ya jina ya mwenye hiyo bidhaa. Jina ndio litakaloamua. Unaweza kaenda kitu hicho ukakinunua kwa muuzaji A kwa gharama fulani, lakini hicho ukakinunua kwa muuzaji mwingine kwa gharama ya tofauti. Kwa sababu watu huwa wananunua majina ya watu na sio tu huduma na bidhaa wanazouza watu. Kwa usipotengeneza thamani yako na usipobobea na kuwa master wa kile unachokifanya, sahau kupata kibali. Kwa hiyo nitaizungumzia vizuri kesho kwa neema ya Mungu. Na namuomba Mungu kwamba kesho ndio iwe siku yetu ya mwisho, tupate break ya kuanzia Alhamis mpaka Jumapili kule. Kwa hiyo kesho nitakuwa na kazi ya kuzungumzia mambo mawili: umebobea kiasi gani katika hicho unachokifanya, na unamjua nani. Hiyo ndio ilikuwa kanuni ya tatu. Unamjua nani? Kibali chako pia kinaamliwa na watu ama mtu unayemjua. Sasa leo tuanze sehemu yetu ya kwanza hapa ya unajua nini. Tulizungumza kwamba swali hili linatuita kwenye maarifa, swali hili linatuita kwenye ufahamu, na swali hili linatuita kwenye hekima.
Yako maandiko mengi sana ambayo yanaonyesha namna ambavyo maarifa, ufahamu na hekima vinafungua mlango kwa ajili ya mtu kupata kibali. Maandiko hayo ni mengi mno, yako mengi mno. Na mimi hapa nimejaribu kuyatafuta angalau machache, kama matatu hivi, ili aweze kutusaidia kujenga msingi wetu wa hiki ambacho tunazungumza kwenye kile neno la Bwana linachosema. Kwa nitaomba sasa, kama una Biblia yako karibu, hebu fungua na mimi kitabu cha Mithali. Ukianza kupata kabla yangu, anza kukisoma. Mithali sura ile ya kwanza, na tuanzie ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Kitabu cha Mithali sura ile ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Mithali sura ile, nimesema sura ya kwanza ya tatu? Poleni, sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa 4. Poleni sana. Mithali sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa 4. Anasema hivi: mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Angalia mstari wa 3, rehema na kweli zisifarakane nawe. Anaposema rehema na kweli, maana yake ni huruma, fadhili. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako. Yani kama ambavyo mdada hawezi akasahau kuvaa mkufu shingoni, ambavyo rehema na kweli inapaswa kuwa kwako, iko wazi kiasi hicho. Anasema ziandike juu ya kibao cha moyo wako, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Anasema ndivyo utakavyopata kibali na akili njema ama akili nzuri mbele ya Mungu na wanadamu. Kama utakuwa ni mtu mwenye kuishi maisha ya rehema, lakini pia maisha ya kweli. Kweli pia ni sehemu ya maarifa. Kweli ni sehemu ya, unajua kuna vitu ambavyo hauwezi kuona uhalisia wake, hauwezi kuvifungua mpaka uvijue vizuri. Nilihubiri hiki kitu nilipokuwa pale Morogoro, nikawaambia watu wa Mungu kwamba mambo mengi ya kiroho huwa yanafunguliwa, yanahitaji funguo ya kujua. Usipojua hauwezi kuwa. Kwa funguo ya mtu kuwa vyovyote, funguo ya mtu kuwa chochote, kwanza ni kujua. Tunaanza kujua, na kule kujua kunafungulia kule kuwa kwetu. Ndio utaona Paulo anawaombea Waefeso kwamba macho ya mioyo yao yatiwe nuru, wapate kujua tumaini la wito ambao Mungu amewaitia, wapate kujua. Yote yale maombi ni kwa lengo la kujua, kwa sababu vitu vya kiroho tulivyo navyo na tulivyovibeba huwa vinaweza kufunguliwa kwa njia ya kujulikana. Kwa kama haujakijua hauwezi kukidhihirisha. Kama haujajua bado haujakuwa. Kwenye jambo lingine andiko lingine la pili sasa, kitabu cha Mithali hapo tukae hapo Mithali kidogo, sura ile ya 13 sasa. Nikuoneshe Mithali sura ile ya 13 na mstari ule wa 15. Wewe ukipata muda utaisoma sura ya 13 yote. Mimi naomba nikusomee Mithali sura ile ya 13 na haraka sana kwenye ule mstari wa 15. Ukipata sema amen, tusome kwa pamoja sasa. Haya ni maandiko mafupi tu na rahisi kusomeka. Kwa kama unapata sema tusome kwa pamoja. Tuanze ufahamu 1 2 3. Ufahamu mwema huleta upendeleo, bali njia ya haini huparuza. Ufahamu mwema huleta upendeleo. Tulishaangalia jana maana ya neno upendeleo ni nini? Ni favor, kibali. Kwa anasema ufahamu mwema huleta upendeleo, lakini njia ya haini huparuza. Tafsiri nyingine ya maandiko inasema hivi: ufahamu mwema huleta kibali ama upendeleo hivyo hivyo, lakini njia ya muovu ni ngumu. Na muovu katika maandiko haya anatafsiriwa kama mtu anayekataa maarifa. Kwa sababu ufahamu huleta upendeleo, kwa mtu yeyote ambaye hataki ufahamu, njia yake huwa ni ngumu mno. Unajua tumejengwa kwa bahati mbaya, ama tumekuwa na jamii ambayo inaamini kwamba kuteseka ni sehemu ya mafanikio na matokeo ya mtu. Kwa ndio utakuta hata wewe na kijana mwenzako, wewe na rafiki yako, mkiwa mnasimliana juu ya maisha, namna ambavyo maisha yanaenda hivi na vile, kwa sehemu kubwa huwa mnashindana mateso, mnashindana kuteseka. Kwa hiyo anakuambia usinione hivi, jana nimelala njaa. Unamwambia wewe unasema jana mimi ni siku ya 4 sasa hivi, sijui chakula kinafananaje, ni siku ya 4. Yaani huwa tunaamini kwamba mtu hawezi kufanikiwa isipokuwa ameteseka sana au anateseka sana. Okay, ina sehemu ya ukweli kwamba kuna baadhi ya njia za mafanikio
huwa tunazifikia baada ya kupitia changamoto nyingi. Lakini ukweli wa mambo katika upande mwingine ni kwamba sio kila changamoto ni matokeo ya mpango wa Mungu kwa ajili ya kufanikiwa kwetu. Changamoto na ugumu mwingine tunaokutana nao njiani ni matokeo ya kutokujua. Ni matokeo ya kutokujua. Kwa hiyo kama unaanza biashara, kama unaanza utumishi, kama unaanza huduma na huna taarifa za kutosha juu ya kile ambacho unakifanya, tegemea kuteseka. Ukiwa na taarifa nyingi na za kutosha na maarifa mengi na ya kutosha, huwa zinapunguza zile taarifa wingi wa mateso. Zinapunguza wingi wa kuzunguka mahali pamoja. Zinapunguza ile hali ya muda kupotea. Wewe umebaki, unajua kuna njia zingine Mungu hutupitisha na kutuzungusha mpaka tujifunze vitu vitakavyotusaidia kwenye ule wito na huduma na kazi alizotuitia. Kwa unaweza kupunguza mchakato wako wa safari kama utajikita katika maarifa. Ujue kile ambacho unakifanya, kule unapoenda uwe na taarifa sahihi. Alafu mwisho wa siku yoyote ambayo utakutana nao njiani, kwa kweli hayatakuwa magumu kulinganisha na mtu ambaye hana anachokijua. Sisi tunaelewa vizuri watu wa Mungu. Ndio msingi wa hilo andiko. Anasema hivi, ufahamu huleta upendeleo, lakini njia ya mtu mwovu ni ngumu. Njia ya mtu mwovu mara zote ni ngumu. Sasa neno mwovu pale linaamliwa na muktadha wa nini kinazungumziwa. Neno mwovu nimezungumza ni mtu ambaye anayakataa maarifa, ameukataa ufahamu. Katika muktadha ameukataa ufahamu. Kwa hiyo njia ya mtu ambaye ameufuata ufahamu huwa inaangazwa na kibali. Halafu njia ya mtu ambaye njia ya mtu ambaye ameukataa ufahamu huwa inakuwa ngumu, na njia ya mtu ambaye ameubeba ufahamu huwa inaangazwa na nini? Na kibali. Kwa hiyo ni kanuni ya msingi sana. Andiko lingine, tusome andiko la mwisho hapa nadhani. Sura ya 2 ya Luka sura ya 2 na mstari ule wa 52. Ni andiko ambalo tumekuwa tukilisoma mara nyingi sana tangu Sunday school kule, lakini na kanuni ya msingi na muhimu sana kwa habari ya kibali. 2:52 kitabu cha Luka. Anasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Neno akimpendeza pale ni sawa na neno akipata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Naye Yesu akazidi kukua katika hekima na kimo, na kwa sababu hiyo ya kukua katika hekima akapata kibali. Utagundua kwamba kilichomfanya apate kibali mainly sio kimo. Sababu kuna watu wengi wanakuwa katika kimo, sawa, miaka yao inaongezeka na hawana kibali. Kinachompa Yesu kibali hapa ni ule uendelevu wake katika pia ile hekima alionayo. Ongezeko la hekima linamfanya awapendeze watu wanaomzunguka na watu wapendezwe na yeye. Na hii jana tulizungumzia tukasema pia ni nini? Ni kibali. Naye Yesu akazidi kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Manake Mungu alikuwa anavutiwa na yeye, wanadamu pia walikuwa wanavutiwa na yeye kwa sababu ya kile kina cha maarifa na hekima aliyokuwa nayo. Mungu na atusaidie sana watu wa Mungu. Sasa utaona maandiko yote haya yanaonesha jambo moja tu, kwamba kibali sio hisia. Kibali sio hisia. Mtu akai akahisi kwamba mimi nina kibali, mimi nina kibali. No, kibali ni kitu ambacho hauwezi ukahisi kwa sababu kina uwezo wa kuonekana. Wala kibali sio bahati. Kimsingi mtu mwenye kibali hujijua kwamba anacho kibali. Mtu mwenye kibali hujijua kwamba anacho kibali. Huwa haambiwi na watu kwamba unajua wewe una kibali sana, ndio aanze kushangaa, na kibali sana. No, kibali ni kitu ambacho kikiwepo ndani ya mtu huwa kinadhihirika. Mtu mwenyewe ndiye anakuwa shahidi wa kwanza wa kujua. Kwa kibali sio hisia wala kibali sio bahati. Lakini kibali ni matokeo ya kuzifuata na kuzitii kanuni. Na kanuni mojawapo ni kanuni ya kutafuta maarifa, ufahamu na hekima. Narudia. Kibali sio hisia wala kibali sio bahati. Kwa mtu haokoti kibali njiani, mtu hakipati kibali kama ajali, mtu hajikuti tu ana kibali. Hapana watu wa Mungu. Kama mnakumbuka vizuri, nitaizungumzia pia kesho. Mungu alimuuliza Kain kwamba kwa nini damu ya ndugu yako inanililia? Anasema kwani ukitenda vema hutapata kibali, si ndivyo? Anasema usipotenda vema dhambi inakuotea mlangoni, ila ukitenda vema utapata kibali. Kwa kibali huwa akiokotwi hivi, wala kibali huwa akiachiliwi tu na Roho Mtakatifu kwa mtu ambaye amekaa idle. Hapana. Kibali huwa kinafanywa kazi kwa mtu kuzitii, kuzifuata na kuzitimiza kanuni.
Kimsingi ile neema ambayo Mungu ameweka juu yetu inatupa ruhusa ya kuwa vyovyote tunavyopaswa kuwa wakati wote. Ila mahali ambapo wengi wetu tunafeli ni kwenye wajibu. Mungu tayari amekwisha fanya pati yake. Je, wewe umefanya pati yako kwa sehemu gani? Umefanya pati yako kwa sehemu gani? Kwa kibali sio hisia, kibali sio bahati. Kibali ni matokeo ya kanuni. Ni matokeo ya kuzifuata na kuzitii kanuni. Sasa utagundua kwamba maarifa, ufahamu na hekima ni miongoni mwa mambo yenye nguvu na uwezo mkubwa sana wa kumtafutia na kumtunzia mtu nafasi kwenye mioyo ya watu wengine. Maarifa, ufahamu na hekima vina nguvu na uwezo mkubwa sana wa kumtafutia mtu nafasi na kumtunzia nafasi kwenye mioyo ya watu wengine. Watu huwa wanaweka nafasi ndani ya mioyo yao, nafasi za watu wenye maarifa katika eneo fulani, nafasi za watu wenye ujuzi katika eneo fulani, nafasi za watu wenye hekima katika eneo fulani. Na ndio maana wewe ukipata changamoto unajuaga nani wa kumtafuta, kwa sababu ndani ya moyo wako umemwekea nafasi. Kilichofanya apate nafasi ndani ya moyo wako ni nini? Ni kile kibali alichonacho kinachotokana na maarifa, hekima ama ujuzi alionao. Kile kibali ndio kinampa nafasi. Kwa maarifa, ujuzi, ufahamu ama hekima vina uwezo wa kufungua milango ya mioyo ya watu na kuweka nafasi zetu ndani yao, kama tu tunavifanya au tumevibeba hivyo vitu katika namna nzuri. Na hapa nitakufafanulia maana ya ufahamu na hekima. Ufahamu au maarifa. Ufahamu au maarifa vinaweza vikakaa kwenye kundi moja, na hivi vyote vinamaanisha taarifa sahihi alizonazo mtu. Nafahamu mtu anaweza akawa na ufahamu juu ya mambo yasiyo sahihi. Katika muktadha wetu tunazungumzia ufahamu sahihi, hasa ufahamu wa kimungu na ufahamu sahihi katika shughuli zetu mbalimbali ambazo tunazifanya. Kwa hiyo maarifa tunazungumzia juu ya taarifa, elimu au ufahamu sahihi alionao mtu juu ya jambo au mambo fulani. Halafu hekima sasa tumeizungumza mara nyingi. Hekima ni uwezo wa kufanyia kazi hizo taarifa. Hiyo ndio hekima, uwezo wa kufanyia kazi hizo taarifa. Lakini ukikaa sana ukasoma maandiko vizuri, utagundua kwamba hekima kwa sisi tuliookoka sio zao na matokeo ya uwezo wetu wa kufanyia kazi taarifa na maarifa kwa jitihada zetu. Utagundua kwa sisi tuliookoka hekima ni zao la Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa sisi tunayo advantage, sisi tunao uwezo, sisi tunayo nafasi ya kwenda juu, kuexceed, kwenda juu sana zaidi ya hekima ambayo ulimwengu huu unaibeba. Kwa sababu sisi hekima tulionayo kwanza ni hekima ya Roho Mtakatifu ambayo ina uwezo wa kutupa na kutujulisha na kutuhakikishia usahihi wa kupima hekima zote ambazo zinatuzunguka ulimwengu wetu, na tukajua ipi ni hekima sahihi na ipi si hekima sahihi. Kwa hiyo sisi hekima ni zao la Roho Mtakatifu zaidi. Haishii tu kwenye kufanyia kazi kile tunachojifunza kibinadamu, lakini pia ni uwezesho wa Roho Mtakatifu kuact upon something, kufanyia kazi jambo fulani, kuanzia kwenye neno lake mpaka mambo mengine yote ambayo tunajifunza. Sisi huwa Roho ndo anayetupa nguvu ya kuyafanyia kazi, na kwa jinsi hiyo sasa anazalisha hekima katika maeneo fulani fulani. Naomba uandike ukweli wa msingi kabla sijakupeleka mahali fulani pazuri. Ukweli wa msingi ni kwamba moyo ama ufahamu wa mwanadamu hauwezi kukaa ukiwa tupu. Ndio ukweli wa msingi. Ufahamu au moyo wa mwanadamu hauwezi hata siku moja kukaa ukiwa tupu. Mara zote moyo wa mwanadamu huwa unawindwa na aina fulani ya maarifa na taarifa. Mara zote moyo wa mwanadamu huwa unawindwa na aina fulani ya maarifa na taarifa, na kwa bahati mbaya kile ambacho mtu anakijua sana atakidhihirisha. Hiyo ni bahati mbaya kama itatokea amejua maarifa yasiyo sahihi. Kile ambacho anakijua sana atakidhihirisha, na kama amejua kilicho chema sana atakidhihirisha vile vile. Na moja kati ya matokeo ya kudhihirisha taarifa na maarifa mema ni kibali. Kwa ukijua yaliyo mema ukayafuata na kuyafanya yaliyo mema, kinachokuja kuzaliwa pale ni kibali. Sasa niilete katika muktadha wetu wa shughuli zetu za kila siku.
Watu wanaotuzunguka huwa hawahitaji tu bidhaa unayoiuza, wanahitaji pia kujua. Kwanza nikupe mfano kabla sijamalizia hii statement. Nilikuwa siku nyingine nasoma kitabu fulani kinahusiana na masuala ya biashara na fedha na kila kitu. Yule mtu akaandika huu mfano, anasema wakati mwingine yeye na rafiki yake bila shaka waliwahi kuchukua mzigo sana wa viatu. Mzigo mkubwa sana wa viatu. Ni rafiki yake kwanza. Alichukua mzigo mkubwa sana wa viatu, akapeleka kijijini vikauzwe. Na alipeleka kijijini kwa sababu aliwahi kupita kule kijijini, akaona watu wengi wanatembea bila viatu. Akaona hii ni fursa hii ya kupata hela. Kwa akanunua mzigo wa kutosha wa viatu, akaenda akavimwaga mahali fulani kwenye kile kijiji ili watu sasa waanze kununua. Na aliamini kwamba, na alifanya uchunguzi kwamba watu hawana viatu. Watu hawavai viatu. Kwa akapeleka mzigo kule. Alishangaa namna ambavyo anapata hasara kwa sababu hakuna mtu yeyote aliyenunua vile viatu. Alafu akaja akamshirikisha rafiki yake, akamwambia bwana, nilienda kufanya uchunguzi kwanza. Niliona kile kijiji hamna anayevaa viatu. Mimi nimegharamia mzigo, nimenunua viatu nikavipeleka. Sasa nashangaa hamna mtu anayenunua viatu, inakuaje? Yule ndugu akamshauri akasema, uliwafundisha juu ya umuhimu wa viatu? Ilipaswa wafundishe umuhimu wa viatu. Ukisha wafundisha umuhimu wa viatu, wataona ulazima na sababu za kununua hivi viatu. Akaenda akaanza kufanya hivyo. Sasa anafundisha kwa nini tuvae viatu, kwa nini tuvae viatu. Ule mzigo hata haukukaa sana, ukaondoka. Sasa nataka uchukue huo mfano uhamishie kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka. Usikute una struggle sana kwa sababu tu hauna maarifa ya kutosha na hiko ambacho nakifanya. Na kwa kweli moja kati ya vitu ambavyo unapaswa kuhakikisha kwamba havitoki ndani yako ni maarifa ama uwezo wa hicho Mungu amekupa kukifanya. Sababu hicho ndicho ambacho kinakutofautisha wewe na watu wengine wote. Ni kweli wote mnauza bidhaa zinazofanana, lakini lazima pawe pana sifa fulani ya tofauti ambayo huwa inakuweka wewe mahali pa tofauti na watu wengine. Na moja kati ya sifa hiyo ni maarifa ulionayo kwa kile unachokifanya. Yale maarifa ulionayo kwa kile unachokifanya ndio ambayo yatakutengenezea ujasiri wa kufanya na kibali kwa watu. Kwa sababu watu huwa hawapendi mtu anayefanya vitu ambaye hana uhakika na kile ambacho anakifanya. Si eti wewe unajisikiaje ukipandishwa na dereva ambaye anakuambia yani aisee, ile seni nimepata jana tu na bado sijamaster vizuri hii pikipiki. Sema namshukuru Mungu nimepata jana bado. Yaani wewe hapo ndo abiria wangu wa kwanza kupakia. Na mko barabarani. Na mara nyingine nakuuliza maswali, kwa hapa niingilie wapi? Niingilie mbele au? Hawezi kukaa comfortable. Lakini ukikaa kwenye chombo cha dereva ambaye anajua anachokifanya, kuna nafasi huwa unampa ndani ya moyo wako. Unakuwa na utulivu wa kutosha. Kwa sababu anajua anachokifanya. Kwa kujua ni funguo muhimu sana ya wewe kupata nafasi ndani ya mioyo ya watu. Kwa nini nilikuwa nakwambia ukweli kwamba moyo wa mtu huwa ukai empty. Huwa ni lazima kuna kitu utakijua ama unakijua vizuri. Utagundua tahadhari ya kwanza kabisa Mungu anayoonekana kuitoa katika maandiko ni kwa habari ya maarifa. Tunakumbuka baada ya kumuumba Adam na Eva anasema kula matunda yote lakini sio matunda ya mti wa nini? Wa maarifa. Hiyo ndio tahadhari ya kwanza kabisa Mungu anaitoa kwa mwanadamu juu ya maarifa yasiyotokana na yeye. Juu ya maarifa yasiyotokana na yeye. Kwamba kula matunda ya miti yote lakini ule mti ule, yale maarifa ya ule mti hayatokani na mimi, kwa achana kabisa na ule mti. Maarifa ina hiyo nguvu. Kama ningekuwa nafundisha nguvu ya maarifa, tungeona kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Maandiko yanavyozungumza Hosea 4:6 kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anasema kwa sababu wewe umeyakataa maarifa, nami ninakukataa wewe usiwe kuhani wangu. Mungu anawalaumu makuhani wa taifa la Israeli kwamba mnawasababisha watu wangu waangamizwe kwa sababu hawapati maarifa. Na hawapati maarifa kwa sababu nyie kama makuhani ambao mnapaswa kuwa chanzo cha taarifa na maarifa ya kimungu kwao, hamko mahali pa nafasi. Hamuifanyi hiyo kazi. Kwa wale kule wanaangamizwa. Sasa angalia, kama ukosefu wa maarifa unaweza kupelekea maangamizo, basi maarifa sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Maarifa sio kitu cha kawaida. Kama mtu akikosa maarifa,
inaweza ikampelekea kwenye maangamizo. Basi maarifa sio jambo la kawaida. Naomba sasa nikusaidie kuona mambo machache kwenye kitabu cha Mithali sura ya 8. Mithali sura ya 8. Nitaomba wewe ukasome Mithali sura ya 8 na ya 9 yote. Mimi nakuelezea kwa haraka sana nini Mithali 8 na 9 inazungumza kwa habari ya hekima, kwa habari ya hekima. Na hapa lengo langu ni kukuonesha namna ambavyo hekima ya kimungu ina uwezo wa kukupa kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Na nadodosa na kugusia namna ambavyo hekima katika eneo lako la utumishi, eneo lako la kazi na biashara Mungu alilokuweka, inaweza pia ikakupa nafasi na kibali kwenye mioyo ya watu vile vile. Lakini mainly nimejikita kwenye hekima ya kimungu kwa ajili yako. Kwa sababu hata namna ya kupima na kuchuja hekima za ulimwengu wa mwili hizi tunazozitumia kwenye kufanikiwa kimwili, inatakiwa kwanza ianzie kwenye nini neno la Mungu linasema kuhusu wewe. Nini neno la Mungu linasema kuhusu wewe. Kwa hiyo ni muhimu sana. Jana nilikwambia katika maarifa na hekima ambayo hutakiwi kuikosa ni hekima ya neno la Mungu, hekima ya kiroho na hekima katika eneo lako ambalo Mungu amekuweka. Usikose hayo maarifa, usikose hayo maarifa, usikose hayo maarifa. Kwa kama wewe ni mpiga, kama wewe si mtengeneza matangazo, kama wewe si mfanya biashara, make sure unafahamu vitu vyote muhimu katika eneo lako. Lakini ufahamu huo wa vitu hivyo uwe ni matokeo ya nini unafahamu kwa habari ya neno la nani? La Mungu. Mithali sura ya 8 na 9, hizi ni sura ambazo zinatengeneza kilele cha Mithali kuanzia 1 kule. Kwa sababu kuanzia kule Mithali 1 na kuendelea mpaka huku 9, mwandishi anazungumza sana kwa habari ya hekima na maarifa na mahusia mbalimbali anayatoa kwa ajili ya kizazi au kwa ajili ya yule ambaye anamuita mtoto katika hiyo lugha ya picha hapo. Kwa hiyo Mithali 8 na 9 tunaweza tukasema ni kilele cha hiyo picha nzima ya hekima ambayo inaanza kuhubiriwa kuanzia kule mwanzo. Maana yake kuanzia kule kwenye sura ya kwanza. Na utaona sasa katika sura ya 8 na 9 mwandishi hapa anafanya kitu kinaitwa personification. Maana yake anaipa hekima sifa ya mwanadamu. Anaipa hekima sifa ya mwanadamu, halafu anaanza kuizungumzia hekima kama anamzungumzia mwanadamu au kama anamzungumzia mtu. Na hapa utaona anawazungumzia sasa watu wa aina mbili. Kwenye sura ya Mithali anamzungumzia mtu wa kwanza anaitwa hekima, na kwenye sura ya 9 ya Mithali anamzungumzia mtu wa pili anaitwa upumbavu. Vyote hivi viwili, hekima na upumbavu, amevipa sifa ya mwanadamu. Vyote amevipa sifa ya mwanadamu. Nitakuonyesha mambo mazuri ambayo utanielewa. Na utaona sasa anaonyesha kwamba hekima ni kama mtu ambaye amekaa mahali akipiga kelele na kuwaita watu waweze kumtumia. Na upumbavu pia anafanya vivyo hivyo. Kwa ukisoma vizuri sura ya 8 na 9 utaona katika huo ulinganifu ambao unaufanya kati ya hekima na upumbavu kuna points pale ambazo zinazaliwa, na mimi nimeziteua angalau chache tu ili niweze kukuonesha nini hekima hufanya. Nini hekima hufanya kwa mtu, na nini hekima katika uhalisia wake hufanya, au namna hekima ilivyo, au tabia za hekima, unaweza kusema hivyo pia. Nimechagua tu points kadhaa pale. Kwa nitaomba tuende kwenye Mithali sura ile ya 8. Mithali sura ile ya 8. Pale kwenye ile Mithali sura ile ya 8 na mistari michache pale tutakuwa tunagusia kwa sababu ina mistari mingi kidogo na muda wangu hauniruhusu kuisoma yote. Lakini nitaomba kabla sijakupeleka kwenye mistari michache ni kuoneshe sasa Mithali ile sura ya 8 na nikusomea angalau mstari, tuanzie ule mstari wa naomba nianzie mstari wa 30 basi pale. Alafu nitarudi kukuambia point ambazo nilikuwa nazitaka. Kuna kitu nataka kuonyesha kwenye mistari michache hapa. Anasema ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikiwa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake. Nikifurahia dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Basi wanangu nisikilizeni sasa, maana heri wao wazishikao amri zangu. Ukisoma vizuri hii mithali kwa utulivu utagundua ni kama inamzungumzia Yesu Kristo. Anasema yeye hekima alikuwepo kabla ya misingi ya dunia kuwepo. Hebu naomba nianzie mstari wa 27 pengine uone. Au mstari wa ngapi? Mstari wa, na utafuta mstari mzuri. Mstari wa 22. Mstari wa 22. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijawako dunia.
wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipokuwako chemchem zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozithibitisha mbingu na alikuwako, alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake, nikifurahia dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Katika kipengele hiki, hii hekima ambayo inazungumziwa hapa ni Yesu Kristo mwenyewe kabisa. Ni Yesu Kristo mwenyewe kabisa. Ndiye ambaye alikuwepo tangu mwanzo, ndio huyo neno ambaye kupitia yeye Mungu alikuwa anaumba. Na sura ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 31 inamuita Yesu Kristo kama hekima ya Mungu. Sawa? Kwa huenda mwandishi wa Mithali alikuwa anayaandika haya huku ndani yake akifunua ufunuo wa uhusika wa Yesu Kristo katika kazi nzima ya uumbaji. Yeye Yesu Kristo akiwa kama hekima ya nani? Kama hekima ya Mungu. Tumeelewa vizuri? Naomba nikuonyeshe mstari wa 35. Nilikuwa nataka ule zaidi. Anasema, maana yeye anionaye mimi aona uzima. Yeye aionaye hekima aona nini? Uzima. Naye atapata kibali kwa Bwana. Sawa? Yeye anionaye mimi hekima aona uzima. Na uzima unaozungumziwa hapa sio tu uwezo wa kupumua. Kuna watu wana uwezo wa kupumua na wanapumua, lakini kwa sababu katika maeneo yao wana experience ugumu usio wa kawaida, ni kama hawana uhai. Sasa anasema yeye anionaye mimi atapata uzima, na vile vile kibali kitakuwa ni matokeo ya huyo ambaye ananitafuta au amenipata mimi. Sasa nitakuonesha tabia za hekima angalau chache. Ningeweza kufundisha sura zote hizi, lakini ukiangalia sura ile ya 9, kwa sura ya 8 tumeona hekima anazungumziwa kama mtu. Sura ya 9 pia hekima anazungumziwa, upumbavu anazungumziwa kama mtu. Sura ya 8 inaonyesha namna ambavyo hekima anawashawishi watu waingie ndani mwake, nyumbani mwake. Na sura ya 9 pia itaonyesha namna ambavyo upumbavu anawashawishi watu waingie ndani mwake. Kama nitapata muda nitagusia kidogo ili tuweze kujua nini ambacho kinaendelea hapa. Lakini kuonyeshe tabia za hekima. Hekima yoyote unayoitafuta katika eneo lako ina moja kati ya hizi tabia. Hekima yoyote unayoitafuta katika eneo lako, lakini zaidi sana hii hekima ambayo inazungumziwa katika Mithali hapa. Kwanza, hekima huwa inaita na kuzungumza hadharani kabisa. Maana yake ni kwamba hekima haiongei kwa vificho. Sababu za kwa nini watu wengi huwa wanapishana na hekima ni kwa sababu hekima huwa inaongea hadharani, tofauti na watu wengi ambao walitarajia hekima iwe inanong'oneza sirini. Na ndio maana leo ukimwita mtu ukamwambia, sikia, njoo nikupe siri ya kufanikiwa kwenye biashara. Ukishasema njoo nikupe siri ya kufanikiwa kwenye biashara na ukapunguza sauti ukanong'oneza, huyo mtu anakuja. Lakini ukiweka wazi, ukizungumza wazi, fahamu hekima na maarifa kwa uwazi, watu wengi huwa wana tabia ya kudhani kwamba vitu vilivyo wazi havina matokeo. Sasa kwa nini wengi wanapishana na hekima? Kwa sababu hekima huwa haijifichi kwenye kona na ikaanza kuwaita watu mmoja mmoja kwa kubagua kwamba wewe njoo unisikilize huko kwenye kona na sio wewe. Hekima iko mahali fulani ambapo inapiga kelele na kila mmoja anaweza kusikia sauti ya hekima, ila changamoto ya watu wengi hatuwezi kutii kile hekima inachozungumza. Kwa leo tutakapokuwa tunaomba, tutaombea uwezo wa kuitii sauti ya hekima. Kwa sababu kabla hujafanya jambo lolote, huwa kuna sauti ya hekima inakwambia, inakupa option nyingine. Hivi kwa nini usijaribu njia hii? Ndio tabia ya hekima. Hekima haijawahi kuacha kupiga kelele. Hekima haijawahi kuacha kuzungumza. Tatizo ni kwamba wengi tumetarajia hekima iongee mahali pa siri. Na ndio maana wengi tumeachana na maarifa yaliyo wazi yanayotupeleka kwa Mungu. Hata leo katika makanisa watu wengi wanapenda kuhubiriwa vitu vigumu vya ndani ambavyo hata Yesu mwenyewe hakuvizungumza. Namna ya kuzishinda roho 7 za bahari. Sasa unaanza kujiuliza, kumbe kuna roho 7 za bahari. Unaanza kujiuliza sasa hapo, hizi roho 7 za bahari zimetokea wapi? Na hayo sasa ndio mafundisho ambayo wengi huyakimbilia kwa sababu yamejaa vitu fulani vya siri hivi
ambavyo sio rahisi kueleweka. Kwa wengi wanadhani vile vilivyo vigumu kueleweka ndio vimebeba hekima. Kumbe mara nyingine mambo rahisi na ya kawaida yanaweza kufungua hekima isiyo ya kawaida. Hivi tunakumbuka leo kwa hapa mfano wa Suleiman katika ile kesi aliyoisolve. Mtoto alikuwa amelaliwa na mzazi mmoja hapo katika wale wawili. Tunaikumbuka hiyo habari. Alafu kila mzazi alipoamka akasema huyu ni mtoto wangu na huyu ni mtoto wangu. Suleiman akasema iletwe panga tugawanye hapa pap, huyu mtoto katikati, afu tuwape vipande kila mzazi. Mzazi mmoja akasema ni bora tukose wote. Bora kabisa tukose wote. Sasa huyu mwingine akasema basi mfalme, naomba huyu mtoto apewe rafiki yangu, tufanye ni wa kwake. Suleiman akajua kwamba huyu mtoto ni wa huyu. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa na uchungu na yule mtoto. Sasa hapo si ni Waswahili 1:9 inayosema kwamba uchungu wa mwana haujuae mzazi, si ndio? Ni maarifa ya kawaida kiasi hicho, lakini maarifa huwa hayawi ya kawaida kama yanafanyiwa kazi. Kwa wengi tumepuuza vitu vya kawaida vinavyozungumza kweli fulani ambazo tunaziita kweli za kawaida, na tumekaa mahali pa mateso tukitafuta kile kinachoitwa nondo. Hautazipata nondo, kwa sababu hekima inazungumza kwa uwazi, haina haja ya kuficha chochote. Kuangalia sura ya 8 ile ya Mithali, mstari wa 1 mpaka wa 5. Fredrick unaweza kuona nikimbiza haraka haraka. Mithali 8:1 mpaka 5. Nikimbiza haraka haraka. La 8 ya Mithali mstari wa 1, neno la Mungu linasema, je, hekima halii ufahamu atoi sauti yake juu ya mahali palipoinuka? Sasa angalia, anasema je, hekima halii na ufahamu hatoi sauti yake. Hebu angalia namna ambavyo hekima inajaribu kujicommunicate, kujiwasilisha kwako. Inajiwasilisha kwako kwa njia ya kulia, kwa njia ya kupiga kelele. Kwa kila siku asubuhi, kila siku ukiwa unaenda kulala, kuna vitu vingi hekima inaongea. Ni wewe ndio umeziba masikio yako. Iwe ni hekima ya kiroho, hata hekima kwenye eneo lako la biashara, au hekima kwenye eneo lako lolote la utumishi. Kabisa inapiga kelele, inalia, inasema hivi, kwa nini kabla hujalala usijifunze kile kitu? Kila siku kinakuhangaisha kile. Hata siku nyingine kimetaka kuaibisha mbele ya mteja, anakuuliza hiki ni nini, umeshindwa kumuelezea. Kwa nini kabla hujalala usijifunze kile kitu? Hekima inalia, inakwambia, wewe unasema kesho. Hata hivyo cha muhimu ni kwamba ile nguo alinunua. Sasa angalia, yule aliyenunua lakini alikuuliza swali ukashindwa kulijibu, kesho arudi yule. Kwa sababu anajua wewe hauna uhakika na bidhaa na huduma unayofanyaje, unayoitoa. Sisi mnanielewa vizuri watu wa Mungu. Kwa hekima inalia na kupiga kelele. Anasema mahali pa juu. Angalia, hekima haipigi kelele mahali popote. Inasimama kwenye mlima hivi, inatoa tangazo, inapiga kelele. Yote hayo yanaonyesha kwamba hekima ina kiu ya kusikiwa. Hiyo ndio kiu ya hekima. Hekima ina kiu ya kusikiwa. Ndio anasema kwamba mahali pa juu inasimama. Yeye anasemaje tena? Mahali pa juu inasimama. Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia. Penye njia panda. Ndipo asimamapo. Angalia, hekima inajua mahali pa kusimama. Anasema inasimama mahali penye njia panda, mahali ambapo njia mbili zinakutana. Mahali ambapo mawazo mawili yanakinzana, pale katikati kuna hekima. Ni wewe tunajua kusikiliza. Hekima wewe unafanyaga maamuzi yasiyo sahihi bila kujua kwamba hekima huaga pia ipo njia panda. Unapokuwa kwenye dilema, nifanye au nisifanye, pale hekima huwa inapiga kelele pale kwamba sikia, fanya hiki, fanya. Ila wewe sasa hutaki. Hekima inasema nini? Kwa sababu wewe una maarifa yako fulani unataka yatimie pale. Lakini maandiko yanaonyesha wazi kwamba hekima ina shauku ya kuzungumza. Namaliziaje pale mtu wa Mungu? Karibu na mlango. Mahali pa kuingia mjini. Mahali pa kuingia mjini. Na tunafahamu kwamba mijini na kwenye miji ya zamani palikuwa ni mahali ambapo kuna watu wengi. Kwa hekima inazungumza hata katika makusanyiko. Wengi tunadhani hekima inaongeaga sirini. No, hekima inaongea kwenye makusanyiko ya watu. Tena anasema mahali pa kuingilia mjini. Manake unapoingia mjini usiingie bila hekima. Unapoingia katikati ya kusanyiko la watu usiingie bila hekima. Unapochangamana na watu usichangamane nao bila hekima. Kitakachokuhifadhi na kuulinda moyo wako na kukupa kibali kwa hao watu ni hekima. Ndio maana anasema hekima inalia, imesimama mlangoni pa kuingilia mjini. Sasa wengi hapa tunayo maombi ya kuingia mjini. Sawa? Tunayo maombi ya kuingia mjini, na pale mlangoni ipo hekima imetusubiri kama majibu ya maombi yetu ili ituwezeshe kusurvive kule mjini. Na wengi hatuitaki hekima, tunataka kuingia mjini kwa akili zetu za kawaida. Haiwezekani. Unakumbuka jaribio la kwanza Nebukadneza alifanya alipokuwa anachukua kina Daniel kule Yerusalemu?
alisema wafundishwe elimu ya Wakaldayo. Ili waweze kuoperate katika ulimwengu lazima wawe na elimu ya Wakaldayo. Lazima uwe na elimu fulani juu ya ile eneo ambalo Mungu anakupeleka. Lazima uwe na hekima fulani, lazima uwe na maarifa fulani juu ya ile Mungu anakupeleka. Sasa hekima haijifichi kama wengi tunavyodhani kwamba ni ngumu kuitafuta hekima. Tangu unaamka mpaka unalala unakutana na vitabu vingi, unakutana na maarifa mengi, unakutana na clips nyingi. Ni wewe ndio unachaguaga vitu vya kuvisikiliza ambavyo badala ya kukuinua vinakudidimiza zaidi. Na Mungu atusaidie sana. Namalizaje mpaka mstari wa 5? Sema mahali pa kuyaingilia malango anapiga kelele. Enyi watu, nawaita ninyi, na sauti yangu ni kwa wanadamu. Mstari wa 5. Anasema enyi wajinga, fahamuni uelevu, nanyi wapumbavu mpate moyo wa kufahamu. Tuishie tu kwanza hapo. Anasema amesimama mahali anapiga kelele akiwaita watu. Kwa utaona katika uhalisia ni kwamba hekima huwa inawatamani na kuwaita watu. Hekima iko tu mahali pa wazi, haijajificha hekima. Hekima iko wazi sana. Imesimama mahali inaita. Kwa ombi muhimu ambao natakiwa kuliomba ni kumwomba Mungu akuwezeshe kila mara kuisikia, kuielewa hekima yake na kutii kile anachozungumza. Hilo ndio ombi kubwa. Hekima sio kwamba haipo, hekima ipo. Maarifa sio kwamba hayapo, maarifa yapo. Na Mungu hufunua na kuzungumza na sisi hata kwenye biashara zetu, hata kwenye kazi zetu. Mungu huwa anatufundisha na kutuambia fanya kwa namna hii, fanya kwa namna ile. Ni kwamba tumepunguza sensitivity ya mioyo yetu na uwezo wa kumsikia na kumtii. Ndio maana tunapishana na majibu yake na ile hekima ambayo ipo kwenye neno lake. Hiyo ni tabia ya kwanza. Kwa hiyo tumesema tabia ya kwanza ya hekima ni kwamba hekima iko hadharani. Hekima inazungumza hadharani. Haizungumzi kwa vificho kama wengi tunavyodhani kwamba ili mtu awe na hekima alijifungia mahali fulani akajificha, anajua vitu ambavyo wengine hawajui. Hapana, wenye hekima wana maarifa yale yale ulionayo. Kitu alichokushinda ni uwezo wa kuyatia yale maarifa katika matendo. Ndio kitu pekee alichokushinda. Lakini maarifa ni yale yale walionayo, yale yale walionayo, yale yale. Wamejifunza na kusoma habari ya kuweka akiba kama wewe. Wamejifunza na kusoma habari ya kufanya nidhamu fulani katika eneo fulani kama wewe unavyosoma. Ila wewe kwa bahati mbaya na mimi pengine tuliishia njiani baada ya kusoma tukakaa. Lakini wao wakaanza kupractice sasa. Inafananaje kufanyia kazi kile nilichokisoma? Na utaanza kuona kwamba neno la Mungu huwa linafikia katika kilele chake cha kuleta matokeo na majibu kwa mtu pale mtu anapojitia katika wajibu wa kulifanyia kazi. Tunaelewa vizuri? Neno la Mungu huwa halifanyi chochote kwa mtu ambaye halifanyii kazi. Neno la Mungu linaleta matokeo kwa mtu ambaye anajitia kwenye wajibu wa kulifanyia kazi. Na sio tu neno, hekima zote ambazo au maarifa yote ambayo yanatuzunguka. Tabia ya pili ya hekima, tabia ya pili. Hekima huwa haiwakimbii watu waliokosea. Inawakimbilia. Hekima huwa haiwakimbii watu wanaofanya makosa, ila inawakimbilia. Hekima haiwakimbii watu wanaofanya makosa, lakini hekima inawakimbilia watu wanaofanya makosa. Kwa nini? Kwa sababu shauku kubwa ya hekima ni wewe uwe na kibali, ubebe kibali. Hiyo ndio shauku kubwa ya hekima. Kwa hata ufanye makosa mara ngapi, itarudi tena kukuambia, kukukumbusha na kukuonya kwamba hapa na pale haukupaswa kufanya kwa namna ile, ulipaswa kufanya kwa namna hii hapa. Hekima huwa haikimbii watu wanaokosea, lakini inawaita na kuwakimbilia. Hapo pia unaweza kaongezea pointi ndogo yake, ni kwamba pamoja na kwamba inawakimbilia watu waliokosea, huwa haikubaliani na njia zao. Kwa ndio utaona mara nyingine mchungaji anakufundisha, umesoma kitabu fulani, umeenda kwenye semina fulani, umefundishwa jambo ambalo kwa kweli unaona kabisa halikubaliani na mwenendo wako. Hivyo ndivyo hekima inavyofanya. Huwa ina uwezo wa kukufuata, kukuita, kukuzungumzisha, huku ikikuonesha kwamba huu mwenendo wako mimi siubariki kabisa, na wenyewe unibariki kabisa. Kwa hiyo unahitaji kuswitch, uchange kutoka hapa kuja hapa. Hiyo ndio tabia ya hekima. Haikuachi bila maelekezo ya nini unapaswa kufanya. Fedri haraka mstari wa 5 mpaka wa 9, alafu utanisomea mstari wa 13 kidogo. Mstari wa 5 mpaka wa 9, hiyo sura ya 8. Mstari wa 5.
Mstari wa 5. Enyi wajinga fahamuni uelevu. Nanyi wapumbavu mpate moyo wa kufahamu. Sikieni maana nitasema yaliyo mazuri. So hekima hapo anazungumza na wajinga na wapumbavu. Pamoja na ule ujinga na upumbavu wao, hekima haijawatenga, inasema enyi wajinga na wapumbavu, endeleeni bado kunisikiliza. Sikilizeni maneno yangu mpate werevu na ufahamu. Inaendelea kuzungumza nao. Kwa hekima haijawahi kumtupa mtu, mara zote ni mtu ndo huitupa hekima. Mara zote ni mtu ndiye ambaye anaitupa hekima, lakini hekima yenyewe haijawahi kumtupa mtu. Tumalizie pale mtumishi wa Mungu anasema na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili. Maana kinywa changu kitasema kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Umeona? Samani ukachia anasema kinywa changu kitasema kweli na uovu ni chukizo kwangu. Kwa hekima inawapenda sana wale waliopungukiwa nayo, sawa, lakini haiwezi kuzikubali njia zao. Ndio maana nasema mara zote mimi naongea ukweli. Moja kati ya hekima itakao kupa kibali sana kwa watu ambao unahusiana nao, kwa watu ambao unafanya nao kazi, unawauzia bidhaa na kununua bidhaa kutoka kwao ama huduma, ni hekima ya kuwa mkweli. Ndio hekima inavyosema mara zote mimi naongea ukweli na uongo ni chukizo sana kwangu. Hiyo ndio hekima. Hiyo ndio hekima inavyofanya kazi. Watu, unajua hii dunia ina watu wachache sana ambao ni wakweli. Kwa hiyo wakipatikana ambao ni wakweli kabisa, huwa wanakuwa na thamani ya tofauti sana kwenye mioyo ya watu. Sababu watu wakweli na waaminifu ni wachache sana. Kwa bahati mbaya sana tunaweza kuthibitisha utaalamu wa mtu kwenye habari ya mahesabu, kwenye habari ya uwezo wake wa uelewa wa mambo ya kibiolojia. Tunaweza tukathibitisha uelewa wake kwa mambo ya kibiashara kupitia cheti, si eti? Lakini hatuwezi kuthibitisha uaminifu wa mtu kupitia cheti. Hakuna cheti cha uaminifu. Wangapi wamekuwa cheti cha uaminifu? Hakipo. Uaminifu ni tabia ya moyo wa mtu. Na kwa sababu ni ngumu sana kuthibitisha ukweli na uaminifu wa mtu, watu wanapowapiga watu wa kweli na waaminifu huwa wanawashikilia na kuwatia. Kwa dunia inathamini watu wenye uwezo wa kuongea ukweli, kama hekima inavyosema. Mara zote mimi huongea kweli, uongo siwezi kusema. Daima nitasema kweli, uongo kwangu mwiko. Hekima inasema hivi. Tuendelee pale Frederick tumalizie. Anasema maneno yote ya kinywa changu yana haki. Hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi. Yote umuelea yule afahamuye. Yote huelekea mbele yao waliopata maarifa. Mstari wa ngapi huo? Wa 9. Twende mstari wa 13 sasa. Mstari wa 13. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kiburi na majivuno na njia mbovu. Na kinywa cha ukaidi pia nakichukia. Huyo ni hekima. Anataja mambo anayoyachukia na mambo anayoyaunga mkono. Kwa hekima yoyote ambayo itakutoa kwenye kumcha Bwana ni hekima ya hatari. Hekima yoyote ambayo itakupelekea udanganye na kusema uongo na kupotosha haki pia ni hekima ya hatari. Kwa sababu tabia ya hekima inayotuongoza kwa wenye hekima katika maeneo yetu yote ni hekima ya haki, ni hekima ya ukweli, ni hekima ambayo haina ukaidi, ni hekima ambayo imenyoka kama rula. Kwa ukiona mahali fulani unaambiwa mwanangu hii ndio hekima ya kutoboa hapa, tufanye hivi tupindishe haki. Hiyo sio hekima ya kweli na itakunyang'anya kibali kwa kasi isiyo ya kawaida. Jambo la mwisho nadhani. Jambo la mwisho tumalizie hapa bila shaka. Jambo la mwisho, hekima ina thamani ya peke yake. Hekima ina thamani ya peke yake. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba hekima huwa haihitaji kitu kingine cha nyongeza kuipa thamani. Kwa sababu yenyewe tu kwa jinsi ilivyo imejitosheleza na inayo thamani ndani yake. Hekima inayo thamani ndani yake. Kwa kama hekima inayo thamani ndani yake, ina uwezo wa kumpa mwenye nayo thamani hiyo hiyo ambayo haitegemeani wala haihitaji kitu kingine chochote kile cha nyongeza ili useme kwamba ana thamani. Na ndio maana utaona katika zile funguo za hekima haujaona mahali popote nimezungumzia mafanikio ya kiuchumi au fedha, kwamba fedha ndio zile funguo za kibali. Hamna mahali nimezungumzia fedha kwamba fedha ndio funguo ya kibali. Ni kweli watu wenye fedha huwa wanakuwa na aina fulani ya influence. Lakini amini usiamini, kuna kitu hekima hufanya ndani ya mtu ambacho fedha haiwezi kufanya. Ndio maandiko yanavyozungumza. Tumalizie hapa Frederick kwenye mstari wa 10 na 11 alafu turuke twende mstari wa 19 haraka haraka.
wa sura ya 8. Sura ya 8 hiyo ya Mithali. Mstari wa 10. 10 na 11 afu tarukia 19. Pokea mafundisho yangu wala si fedha. Na maarifa kuliko dhahabu safi. Maana hekima ni bora kuliko marijani. Maana hekima ni bora kuliko marijani. Marijani ni madini yanaitwa ruby au lulu, ndio maana neno marijani. Hekima ni moja kati ya madini ya thamani sana. Hekima ni bora kuliko ruby. Hekima ni bora kuliko lulu, ndio maana hayo maneno hapo. Anasemaje? Anasema wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Huo ni mstari wa 12. 19 sasa. 19 anasema matunda yangu hupita dhahabu. Naam, dhahabu safi. Na faida yangu hupita fedha iliyo teule. Umeona, matunda yangu hupita dhahabu safi. Manake matokeo yangu mimi huwa inapita thamani hata ya dhahabu. Dhahabu iliyo safi kabisa hailingani thamani yake na matokeo yanaweza kusababisha ndani ya mtu. Ndivyo hekima jinsi inavyojizungumzia. Anasema na faida yangu hupita fedha. Umeona hicho kitu Faida yangu hupita fedha. Kwa kibali ambacho mtu mwenye hekima anakuwa nacho ni kibali kisicho, sababu ile thamani ya hekima yenyewe ipo katika ule msingi kwamba hekima haiharibiki. Mtu akiwa nayo haiwezi kuharibika. Ndio maana unaona mtu anaweza akawa na fedha na kwa kadiri ambavyo miaka inaenda na anazeeka anaweza akazipoteza zile fedha, lakini hekima ikishaingia na kupokelewa ndani ya mtu, mtu anaweza akazeeka na ile hekima. Haiharibiki hekima, haiharibiki. Vizazi huja, vizazi huondoka. Vizazi vinavyokuja na kuondoka hudumu katika kuwasikiliza wale wenye hekima. Wale wenye hekima huwa wana nafasi katika mahali pa nafasi Mungu alipowaweka. Hekima huwa haiharibiki. Lakini pia hekima ina thamani kwa sababu huwa haiwezi kuibiwa. Na ajabu kuhusu hekima ni kwamba kwa kadiri unavyoitumia ndivyo inavyozidi kuongezeka. Hiyo ndio ajabu. Kadiri unavyoitumia ndivyo ambavyo inazidi kuongezeka. Ndivyo ambavyo inazidi kufanyaje? Kuongezeka. Kwa kama mtu ameutunza vizuri mwenendo wake, anatembea vizuri, hekima yake haiwezi kuharibika wala haiwezi kuibiwa. Na mwisho kabisa, hekima ina uwezo wa kuathiri maisha ya mtu kwa haraka sana kuliko hata fedha inavyofanya. Ilimhitaji Suleiman miaka michache sana kuwa tajiri mkubwa asio wa kawaida, sababu ya ile hekima aliyokuwa nayo iliyotengeneza kibali, na kile kibali kikaanza kuattract utajiri. Naomba nikurudishe kidogo pale juu kwenye mstari wa 12 Frederick, mstari wa 12 tumalizie pointi ya mwisho kabisa ya 4. Hekima ina mahusiano. Na kuna baadhi ya vitu tumeviangalia. Hii ni tabia nyingine ya hekima. Hekima ina mahusiano. Hekima huwa inafanya kazi vizuri sana ikihusianishwa na mambo ambayo inahusiana nayo. Kwa hiyo hekima ina mahusiano. Mstari wa 12 unasemaje mtu wa Mungu? Mstari wa 12 unasema mimi hekima nimefanya uelevu kuwa kao langu. Manake mimi hekima ninakaa mahali penye uerevu. Umeona? Hayo ndio mahusiano. Hekima ina watu wake nao husiana nao. Uerevu ni miongoni mwa hao watu. Anasema mimi hekima hukaa katika nyumba ya werevu. Ndio kitu ambacho hekima anazungumza. Anasemaje pale mbele tena? Natafuta maarifa na busara. Sawa? Hao ndio watu ambao wanahusiana vizuri sana na hekima. Wote endelea kusoma mpaka mstari wa 21 pale na utaona mambo mengine mengi ambayo yanazungumza. Nikiwa nimemalizia hapa, naomba nikupeleke kwenye sura ile ya 9. Hii tutaizungumzia. Tusome tu mistari michache nikuoneshe namna ambavyo pia upumbavu huwa unazungumza. Na hapa kwenye sura ya 9 upumbavu umetamkwa pia kama mtu. Kwa kama hekima inavyolinganishwa na mtu, na upumbavu pia umelinganishwa na mtu, na vyote huwa vinaonesha tabia fulani. Sisi tayari tumekushaangalia tabia za hekima. Hebu tusome sasa tabia za upumbavu. Sura ya 9 Mithali mstari wa 1. Kuanzia hapa mstari wa 1 anasema hekima ameijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7. Amechinja nyama zake, amechanganya divai yake, ameiandalia meza yake pia. Amewatuma wajakazi wake, analia mahali pa mjini palipoinuka sana. Kila aliye mjinga na aingie humu. Tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili, njoo ule mkate wangu, ukanywe divai niliyoichanganya. Enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Muone hicho kitu Kwa anamlinganisha hekima kama mtu ambaye ameandaa sherehe, halafu ametoka nje ya nyumba pale, amekaa mahali wanapopita watu, anaanza kuwakaribisha watu ndani.
enyi wajinga njooni mle mpate kuishi. Ndio hekima anachokifanya. Kwa mara zote hekima anapokuita, fahamu kwamba mbele yako kuna sherehe. Kwa sababu hekima kazi yake ni kuwaalika watu kwenye sherehe. Na moja kati ya sherehe nzuri ya hekima ni kibali. Watu wa Mungu sisi mnanielewa vizuri anasema hekima anawaita watu. Hebu angalia sasa ule mstari wa 6. Enyi wajinga acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Amkemeaye mwenye dharau hujipatia fedhea, amkaripiaye mtu mbaya hujipatia aibu. Sasa hekima ndo anaanza kuambia na wapa watu ule ufahamu. Naomba nitoke hapo sasa niende ule mstari wa 13. Kwa katika mstari wa 13 pia utaona mwandishi analinganisha upumbavu na mwanamke. Mtu ambaye ni mwanamke anasema hivi, mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga hajui kitu, hukaa mlangoni pa nyumba yake juu ya kiti mahali pa mjini palipoinuka, apate kuwaita wapitao njiani, waendao moja kwa moja katika njia zao. Kila aliye mjinga na aingie humu. Kama hekima tu inavyolia ndivyo upumbavu pia unaita hivyo. Jamani mimi hapa ndo ninafanya sherehe ya wajinga, kwa kila aliye mjinga aingie humu ndani. Tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili, maji yaliyoibiwa ni matamu, na mkate ulioliwa kwa siri hupendeza. Huu upumbavu unamshauri mtu kuiba vitu vya wizi, kuchukua vitu vya wizi visivyo vyake. Angalia anavyosema. Anasema ule upumbavu unasema maji yaliyoibiwa ni matamu. Hamjawahi kuzisikia hizi kauli? Hizi kauli zipo tena mjini, zipo nyingi sana hizi mjini hizi. Kwamba bwana, unajua bwana mapenzi ya kuibaiba ndio yanakuwa matamu sana. Hajawahi kuzisikia? Au ni mimi ndio muuni sana eti? Zipo hizi kwamba vya kuibia ndio vizuri. Yaani sasa ukishamuoa yani kuna kali fulani ka msisimko kanapunguaga, lakini kwa kuibia hivi kwamba umeenda kwao au umefukuzwa na panga babaki kakutukana, hiyo ndio nzuri hiyo. Umeona hicho kitu Sasa angalia ndio upumbavu unavyoongea. Upumbavu unawaalika watu. Anasema kila aliye mjinga na aingie humu. Tena upumbavu unamwambia kila mtu aliyepungukiwa na akili, maji yaliyoibiwa ni matamu, na mkate ulioliwa kwa siri hupendeza. Lakini huyo hajui ya kuwa wafu wamo humo, ya kuwa wageni wake wamo chini kuzimuni. Muona maneno? Kwa utaona hekima imekaa mahali pawazi sana, kama ambavyo upumbavu umekaa mahali pawazi sana. Na vyote vinapiga sana kelele, vyote vikimtarget mtu mmoja. Na nilikwisha kwambia nikakwambia kwa hatari sana ni kwamba moyo wa mwanadamu hawezi kuwa empty. Kama hauna hekima una upumbavu. Moyo wa mwanadamu hauwezi kukosa vyote viwili, kwamba ukose hekima na ukose upumbavu. Hapana. Kuna kimoja lazima kitakuwepo. Kama kimoja hakipo, kuna kimoja huwa kinafanyaje? Kinatawala. Kwa sasa wewe mwenyewe angalia jinsi ambavyo mwaliko wa huyu mwanamke mpumbavu una sound. Anasema njooni nyie msio na akili, njooni tuibe vitu vya watu, mtule vizuri kwa siri kabisa. Sasa je, mtu ambaye ana tabia za namna hiyo kwenye jamii ana kibali? Jibu ni kwamba hana kibali. Kwa unaona namna ambavyo upumbavu unaweza kumnyang'anya mtu kibali chake, na hekima ikarejesha kwa nguvu sana kibali cha mtu. Hekima yoyote katika eneo lolote Mungu alilokuweka inafanya hizi tabia ambazo nimekuonesha, na hasa kama ni hekima safi itokayo kwa Mungu. Na ninakuomba somo hili sasa ukaliunganishe na notes zako za ile hekima nilikufundisha hapa wakati mwingine. Ile somo la hekima lile, unganisha namna ambavyo ile hekima nilivyokufundisha kule na hii hekima nimekufundisha hapa, namna ambavyo inaweza ikazaa kibali na kukupa kibali mbele za watu ambao wanakuzunguka. Watu wa Mungu, wangapi tumeelewa hiki ambacho Roho Bwana amesema na sisi siku ya leo? Kama tumeelewa vizuri, basi Mungu akubariki sana. Naomba nikusomee mambo machache ambayo tutayaombea siku hii ya leo kwa haraka sana, kwa sababu muda wetu umekimbia. Kwa dakika chache zitatosha kwa ajili ya kufanya hayo maombi. Kwa neema ya Mungu, siku ya kesho tutakuwa tukimaliza kabisa haya mafundisho, na baada ya hapo utakuwa na nafasi ya kuendelea kumuomba Mungu ukiwa kule nyumbani. Utaendelea kumuomba Mungu kule nyumbani. Nitakupa muda, kwa neema ya Mungu nitakupa muda uweze kujiandaa kwa ajili ya ibada ya Jumapili, kwa sababu Jumapili tuna ibada mbili na tumekuwa tuna mfungo. Isingekuwa hekima sana tukomae mpaka Jumamosi, alafu tena Jumapili tukihitaji uwepo hapa katika zile ibada zote mbili. Kwa ninaomba utachukua break ya Jumatano, tukitoka hapa utachukua break ya Alhamisi, utachukua break ya Ijumaa na Jumamosi, ili Jumapili uweze kurudi ukiwa na nguvu mpya. Siku ya leo ukienda kwenye yale prayer point yetu katika ombi la pili,
haya ni maombi maalum ya kuendea msimu mpya, na tulianza jana kuomba kwa habari ya kutembea katika kibali, na nilisema kila mara tunapoomba kwa habari ya kutembea katika kibali huwa tunaombea haya mambo matatu: kiu ya hekima na maarifa, si ndivyo? Huwa pia tunaombea Mungu atupe ubora na ubobevu katika yale ambayo tunayafanya, lakini pia tunaombea mahusiano yetu na watu wanaotuzunguka na ile uwezo wa kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Leo nitaomba niongezee ombi lingine. Kwa hiyo tutatanguliza ili ombi kwamba Mungu atupe neema ya kutii sauti ya hekima. Tutaliombea hilo ambalo ni matokeo ya kile ambacho tumejifunza. Mungu atupe neema ya kutii sauti ya hekima, kwa sababu tumegundua kwamba sio kwamba Mungu haongei kupitia hekima yake ama hekima katika maeneo aliyotuweka. Mungu anaongea, ila changamoto ni kwamba sisi hatuitii ile hekima ambayo Mungu anaitumia kutusemesha. Kwa hiyo tumuomba Mungu atupe neema ya kutii sauti ya hekima.